Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Data Sport? Karibu nyumbani. Jina langu naitwa Cisco. Nimetoka moja kwa moja yalipo makao makuu ya Data Sports. Nimekuja moja kwa moja yalipo makao makuu ya Jamvika na Salamba. Lengo ni moja tu, kuzungumza naye mfalme wa Maokoto, Dominic mwana wa Salamba. Karibu basi uwe nasi sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yasiokuwa na shida wala shaka yoyote, yakiwa yanapewa nguvu kubwa mno na kampuni bora ya Tan Nice. Njoo tuzungumze naye Dominic Salamba, lakini kubwa ni kuelekea mchezo wa Yanga na Fountain Gate. Fountain Gate dhidi ya Yanga. Fountain Gate ndio wenyeji wa mchezo huu. Young Africans anakwenda kupeperusha bendera ya wananchi. Je, atatoboa? Maana shughuli ni nzito kweli kweli. Yanga anausaka ubingwa. Dominic Salamba anakwenda kutuambia namna ambavyo anauona mchezo huu. Ni masaa machache mno yamesalia kwenda kushuhudia mbungi la kukata na shoka. Brother Domi, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo? Mungu ni mwema. Huu ni mchezo wa aina gani? Kumekuwa na maneno mengi sana. Afisa habari wa Fountain Gate amezungumza mambo mengi mno, lakini pia Ali Shabani kama amesema tende tukaonyeshe namna ambavyo mechi hizi zinachezwa kikubwa. Ukitazama aina vikosi vyote, lakini pia ukitazama namna ambavyo michezo ya mwisho ilivyokuwa, tunakwenda kupata testi ya mchezo gani? Nafikiri kwanza ni shukrani kwa swali lako, lakini pia ningependa watu wafahamu kitu kimoja. Okay. Kuna siasa za mpira, alafu kuna mpira wenyewe, uhalisia wa mpira wenyewe, ni mpira wenyewe ambao mpira wenyewe unakuwa unabebwa na vitu vingi. Kwanza utaangalia maandalizi ya timu, kwa maana kuanzia klabu yenyewe ilivyotengenezwa, maandalizi yake, wachezaji ilionao, training zao, capacity yao, benchi la ufundi, vitu vingine vingi. Lakini kwenye siasa za mpira ndio nakuta kuna hizi issue za fan base ya wanachama, lakini pia kwa sisi tuna maafisa habari, tuko nao wao wasemaji ambao kazi yao kubwa ni kuweza kuanikiza, ikiwa ni sehemu muhimu ya kufanya mashabiki kwanza waweze kuwa na imani na timu zao, lakini pia waweze kupata hamu ya kwenda viwanjani. Na lazima uweze kumshawishi mtu. Na kwa nini sisi tumekuwa tukitumia hii style? Kwa sababu mpira pekee ambao unaonekana kiwanjani hautoshi. Ndio. Yaani kiwanjani dakika 90 zenyewe hazijai kumfanya mtu aweze kuhamasika kuweza kwenda kiwanjani. Inatakiwa utafute kitu cha ziada ambacho kitamfanya mtu aweze kwenda kiwanjani. Unakuta wakati mwingine pamekuwa pana tambo nyingine ambazo ukizifikiria zinakosa uhalisia. Pamekuwa na tambo, pamekuwa na propaganda, pamekuwa na visingizio, kashfa, vitu vingi. Lengo tu ni kutaka kufanya watu basi waweze kupata hamu ya kuweza kuangalia mchezo wenyewe. Na ukiangalia ubaya wa mashabiki wetu wa soka ni mashabiki ambao wanapenda kuona vitu vigumu vikijibiwa katika majibu rahisi. Yaani kama sehemu kuna ugumu mkubwa, basi wewe tafuta njia rahisi ya waweze kuelewa. Kujuzi nilikuwa naangalia kipindi kimoja, siwezi kutaja ni kipindi gani, ambacho kilikuwa kipindi cha michezo. Walikuwa na panel ya wachambuzi pale. Wakawa wanazungumzia mchezo wa Simba na Stellenbosch ambao unachezwa kule Zanzibar. Wakawa wanazungumza, baadhi ya vijana wale ambao wachambuzi wakawa wanaelezea ile trending ya Stellenbosch, kwa maana kwamba katika mechi za karibuni katika ligi ya kwao, nafasi ambayo wako nayo, mechi za ambazo wamecheza, mechi gani ambazo wameweza kushinda, waliweza kumfunga Mamelodi home and away, wakaweza kupata alama kwa Orlando Pirates na nini. Hiyo ilikuwa ni facts ambayo walikuwa wanaizungumza. Baada ya kile kipindi katoa nafasi watu waweze kupiga simu. Watu wakapiga simu, wakaanza kuwaraumu wachambuzi. Kwamba kwa nini mnatutisha? Naona kwa nini mnatisha? Kwa nini mnazungumzia mambo Mamelodi? Zidi nini? Nyinyi wachambuzi gani? Wakati wao walikuwa hawazungumzi propaganda, ambacho wanakizungumza is reality. Lakini watu wamekwazika kwa sababu wanahisi kwamba wanazungumza kitu ambacho kitakwenda kuwatisha. Kwa hiyo wanaamini kwamba wangezungumza maneno matamu na mazuri yangeweza kubadilisha kitu. Tulifika huko. Yaani mashabiki zetu wanapenda sana kudanganywa, yani kujazwa, kupewa mambo ambayo hayapo hadi hewa nyingi ndio utakuona wewe mchambuzi. Kwa hiyo huko tupite. Kwa hiyo ukiangalia katika mechi ya Singida Fountain Gate, sawa, pamoja na Yanga, hizi ni mechi mbili tofauti, ni timu mbili tofauti. Kwa maana uwezo ukakaa kwa nusu saa kuanza kufanya any clarification, kuanza kuizungumzia Yanga na Fountain Gate, timu gani itapata matokeo kama unazungumzia football. Sawa, kwa maana utaangalia kwa maana ya vikosi vyake, malengo ya kikosi, hatua ambazo wamefikia, fan base, vitu vingine vingi, unagundua Yanga yuko far better.
Ingawaje mechi inaweza katokea matokeo yoyote ya mpira. Hayo ni matokeo ya mpira ambayo utakuja kuyazungumza baada ya mpira kutokea, ndio utagundua kwamba kwa nini Yanga mpoteza. Utaangalia critical analysis kwamba Yanga walikuwa wamekosa sehemu gani. Kwa nini Singida leo ameweza kuizuia Yanga, utaangalia. Lakini before the game unampa assurance Yanga ya kuweza kushinda kwa sababu Yanga ni bora kuliko Fountain Gate. Okay. Yeah. Yanga ni bora kuliko Fountain Gate. Bwana ni Dominic Salamba huyo anakuambia Yanga ni bora kuliko Fountain Gate. Sawa. Lakini Young Africans wanawakosa nyota kadhaa. Dominic Salamba kutoka kwenye mchezo. Khalid Aucho si sehemu ya kikosi. Na miongoni mwa wachezaji bora kweli ndani ya timu ya Yanga. Pacome Peodo Zuzwa, mwamba kweli huyu kwenye kuifanya Yanga itengeneze nafasi na kupata matokeo. Naye anakosekana. Kwa Satahola yao msimu huu huenda sicheze kabisa mpaka unaisha. Hawa nyota wamekuwa muhimu kwenye nyakati tofauti na wanakosekana kwenye mchezo. Unafikiri labda kuna faida yoyote Fountain Gate wanaweza kuipata na kuitumia vyema kwa kukosekana kwa hii miamba mitatu? Hakuna faida yoyote ambayo wanaweza wakaipata. Kwa nini? Kwa sababu mwalimu Hamdi ukimwangalia Milord ni miongoni mwa walimu ambao hazungumziwi sana, lakini binafsi nimegundua ni mwalimu hatari sana. Ni mwalimu hatari kwa sababu style yake ya kucheza ni ngumu sana. Anaweza aka break through mistari yote miwili ya mwisho. Yaani kile cha kupanga watu 4, 3 au 5 wa katikati mkao na idadi kubwa, yeye amekuja na hiyo solution. Yanga walikuwa wanapata wakati mgumu sana kucheza na timu ambazo zinaamua kukaa nyuma. Ukiangalia kuanzia Nabi alikuwa anaanza kushambulia chini, anaanza kupiga mpira chini katika sehemu yake ya ulinzi ili at least aweze kuwavuta nyinyi na baadaye aweze kupiga mpira mirefu ili kuweza kuout number mkiwa mmekwenda kushambulia. Ukimwangalia Mwalimu Gamondi, yeye alikuwa amejikita katikati, anapiga pasi nyingi katikati ili nyinyi muweze kuja, akiamini kwamba kiungo wa ushambuliaji wa timu pinzani, kiungo wa ulinzi na namba 4 watakuja kukaba yale magepu, alafu anapiga pasi 2-3 zinatokea space, wakina Azizi wanakwenda kuzitumia. Kwa hiyo ilikuwa Yanga ukiamua kukaa kwako kucheza na Yanga, usipokwenda Yanga walikuwa wanapata wakati mgumu sana kuweza kuunlock defense ya timu pinzani. Kuanzia kipindi cha Nabi, kipindi cha Gamondi, kipindi cha Sid, sawa. Lakini mwalimu aliyokuja hazungumziwi, ni mwalimu tofauti. Amegundua kwamba timu nyingi sana zinapenda kukaa nyuma, zinaingia kama second team, na hivyo inakuwa ni ngumu kuweza kuzifunga kwa sababu wao wanakuwa na watu 8 mpaka 9 katika eneo lao. Kwa hiyo kufanya yeye amekuja na staili ya kuweza kuwafungua hivyo. Yaani mwanzo kama mmekaa katika mistari miwili bado Yanga wakapenetrate. Angalia goli ambao walifunga Yanga mechi yao ya mwisho nafikiri dhidi ya Stand United. Hii mechi ambayo ilikuwa ni ya kombe la FA kuletwa robo finali. Pasi ambayo ilipigwa ikaenda kumkuta Aziz anafunga goli la kwanza. Ile pasi ilipita katika ukuta wa watu 8 kama sio 9. Palikuwa pana mstari mmoja wa nyuma watu 5 na mstari wa watu 4 walikuwa wamejiandaa kuweza kuizuia Yanga, lakini ilipigwa pasi katikati na yeye akapita. Kwa hiyo mwalimu ambaye amekuja na njia tofauti, anakuwa yuko much more aggressive kwenye eneo la mwisho la timu pinzani. Yeye anakufuata. Yaani anakuja kuchezea mpira katika eneo lako. Yaani katika mid block kwenda kwenye eneo lako yeye ndiko ambako anakuwa anasogea. Kwa hiyo hata style ya kuja kukaa nyuma imekuwa haiwasaidia. Lakini pia ukiwaangalia Yanga katika siku za karibuni ameifanya imekuwa ni timu ambayo haitabiriki. Kuna wakati Aucho alikuwa anakosekana kwenye timu, bado Yanga ilikuwa iko solid, inaweza kujilinda na kuweza kushambulia. Tuliona Pacome alikosekana kwa mechi ya Azam kwa sehemu kubwa ya mchezo. Yanga bado ipata matokeo. Zikia alikuwa amekaa nje, Chama alikuwa amekaa nje. Kwa hiyo wamekuwa ni watu ambao kwanza amenufaika au ampata faida ya kufanya rotation mara kwa mara. Leo unaweza kuona kuna wakati anamtumia Mnyeto, wakati anamtumia Shuaboy na wachezaji wengine wakina Kibabaga wanacheza. Wakati uko nyuma Yanga ilikuwa iko hivyo. Ilikuwa ni timu ambayo ukikaa hivi ukiota unajua kikosi chao kimekaa hivi. Kwa hiyo mchezaji akiwa anakosa muda mrefu wa kucheza ni rahisi kutoka nje ya form na akashindwa kuendana na kasi ya timu, lakini amejaribu kuweza kuwatumia wote wakati mmoja. Kwa hiyo sioni leo Yanga wakiingia kwenye deficit mechi ya Fountain Gate eti kwa sababu pengine Azizi hayupo, eti kwa sababu Aucho hayupo au Pacome hayupo au nani hayupo, kwa sababu kikosi cha Yanga chenyewe tu hata kama mastaa wote hawapo, kinachobakia bado kinaweza kuifunga Fountain Gate smoothly, whether iwe nyumbani iwe ugenini, kwa sababu ana timu bora. Hata kama akawa ni Mkude, hata kama akawa ni Shuaboy, hata kama akawa ni Mwamnyeto, hata kama akawa ni Kibabage, hata kama akawa nani, wote wakacheza. Hata kama Goenda akawa Msheli au Komen, quality yao wenyewe inatosha mara 2 ya uwezo ambao
Fountain Gate wako nao. Kwa hiyo ni mechi ambayo inabakia kuwa kubwa kwa sababu ni mechi ambayo demand ya Yanga ni kubwa kwa maana ya kutaka matokeo ili kuendelea kubakia juu na kuendelea kutoa pressure kwa Simba ambaye ana viporo vingi, pengine aweze katika mechi zake apoteze na kuweza kuacha gap, lakini pia ni mechi ambayo inaweza ikafanya Fountain Gate wakaja kuisimamisha Yanga. Kwa hiyo mashabiki wengi ambao nje na wa Yanga wangetamani kuona Yanga na angusha alama, ndio amekuwa pana pressure kubwa, lakini in reality ni mechi ya kawaida ambayo Yanga anadeserve kuweza kushinda. Ndio, ni mchezo wa mabao mengi kwa jinsi ambavyo unatazama, ama ni mchezo ambao huenda usitupe mabao mengi kama wengi labda wanavyofikiri? Kupata magoli mengi au kutopata magoli mengi kwa upande wa Yanga it depends na approach ambayo anaingia nayo opponent. Opponent akiingia kuja kujilinda inaweza ikawa ni ngumu Yanga kupata magoli mengi, lakini bado wataweza kuifungua. Lakini pia itategemeana na ambavyo washambuliaji wa Yanga watakuwa na usahihi wa maamuzi, kwa sababu unaweza kuwa na mechi ambayo umeweza kuidominate kwa 90%, lakini washambuliaji wako wanashindwa kutia mpira wa wavuni. Kwa hiyo nikiangalia bado naona Yanga ana nafasi kubwa ya kuweza kupata kuanzia magoli mawili na kuendelea. Mimi nikushukuru sana. Karibu tena. Jamvika na Salamba. Jamvika na Salamba kama kawaida tupo kwenye promotion, tupo kwenye kipindi ambacho tunataka kila mmoja aweze kujipatia kichoko bora. Tunatoa free tips. Mwisho itakuwa ni tarehe 27 mwezi huu ambako kila siku tunatoa odds za bure. Cha kufanya ni kuendelea kutufuatilia katika forum zetu zote, kwa maana ya Salamba TV, kwa maana ya Instagram Salamba TV, kule X na maeneo mengine. Cha kufanya ni kuchukua simu yako na kuandika nyota 150 nyota 50 nyota 1 rel, then namba ya kampuni 610 251 kisha baada hapo kwa siku unaweka shilingi 1000, kwa wiki 1500 na kwa mwezi 1500 na wale VIP 1030, kisha utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV ikiwa umejiunga na kuanza kufurahia huduma bora kabisa kutoka Jamvika na Salamba. Ndio, bwana, Jamvika na Salamba 2025 usipojipanga utapangwa. Mimi naitwa Cisco, nyuma ya kamera kwa Florence Lenatus amepata pia kufanya kazi yake bora kweli kweli. Tosha kusema wala lika, maasalam.